Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuna umuhimu mkubwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika nyanja ya diplomasia ya uchumi, biashara na uwekezaji. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 6 Julai mwaka 2026 alipokutana na balozi mpya wa Tanzania nchini Uganda, Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali Marco Elisha Gaguti, aliyefika Ikulu Zanzibar kwa ajili ya kuaga kabla ya kuelekea katika kituo chake cha kazi. Rais Dr. Mwinyi amesema ni wakati mwafaka kwa nchi za Afrika Mashariki kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kwa lengo la kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo katika mataifa hayo. Ameeleza kuwa uhusiano mzuri baina ya mataifa hayo ni msingi muhimu wa kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa nchi. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amemsisitiza Balozi Marco kutumia nafasi yake kuzingatia fursa za uwekezaji na vivutio vya utalii vilivyopo Tanzania, ikiwemo Zanzibar nchini Uganda, hususan kwa makampuni, wafanyabiashara na wawekezaji wakubwa ili waweze kuja kuwekeza nchini. Rais Dr. Mwinyi amemhakikishia Balozi Marco ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yake mapya ya kibalozi, huku akimshauri kuchukua juhudi maalum za kuwashawishi na kuwaunganisha wafanyabiashara na wawekezaji wa Uganda kutumia fursa zilizopo kuwekeza Tanzania. Kwa upande wake, Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali Marco Elisha Gaguti amemhakikishia Rais Dr. Mwinyi kuwa atafanya kila linalowezekana kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa kuzingatia miongozo na maelekezo yaliyopokelewa, sambamba na kuendeleza kimkakati diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na Uganda. Kupongeza kwa wadhifa mpya, kutakia mafanikio katika kituo chako kipya cha kazi. Na kama kawaida tunapokutana na mabalozi wanaokwenda katika vituo mbalimbali, kwa kweli sasa hivi tunazungumzia zaidi diplomasia ya uchumi. Kwa maana hiyo ni swala la biashara, swala la uwekezaji, lakini kwa sababu Uganda ni majirani zetu, kuna swala la ulinzi na usalama vile vile. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema kwamba tunategemea tuimarishe ujirani mwema kati yetu na nchi ya Uganda. Ni ndugu zetu na tuna historia kubwa nao. Kwa hiyo mahusiano mazuri ni jambo la msingi. Kwa hiyo tuendeleze hilo, lakini kubwa zaidi upande wa pili tuangalie fursa za kiuchumi zilizokuwepo. Wao wana fursa gani ambazo zinaweza zikawa za manufaa kwetu, na of course sisi tutangaze vivutio vyetu vya utalii, tutangaze fursa zetu za uwekezaji kwa makampuni yao kule, kwa sababu unajua mara nyingi huwa tunadhani kwamba uwekezaji lazima ufanywe na mtu anayetoka mbali, either Asia au Europe au Amerika. Kumbe vile tuna watu ambao wako katika eneo hili wenye uwezo wa kutosha wa kufanya uwekezaji mbalimbali. Natambua kuna baadhi ya sekta Uganda wako vizuri zaidi, ambazo pengine tungeweza kujifunza kutoka kwao na kuwashawishi waje wawekeze huku. Lakini na upande mwingine na sisi tuna biashara zetu ambazo hatufanyi vizuri sana na jirani zetu, badala yake tunazipeleka mbali kabisa. Kwa nadhani ni kuangalia fursa zilizokuwepo kati ya pande mbili na kujaribu kuwaunganisha wawekezaji na wafanyabiashara wa pande mbili, ili ile diplomasia ya kiuchumi tunayosema basi iweze kutimia. Rais, jambo la kufika kwako leo asubuhi ni baada ya uteuzi wa Mheshimiwa Rais wa tarehe 6 mwezi wa pili kwa balozi mteule wa Tanzania nchini Uganda, na kukamilisha itifaki ya kwenda kuanza kazi katika kituo kipya, wajibu ambao unapaswa kupita kwa viongozi wakuu wa serikali kwa ajili ya kupokea miongozo, hususan maelekezo mahususi kituo kipya cha kazi, ili pia kupokea baraka. Aisha Charles, Tifu TV.